Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, adallu ala alkhairi kafa'ilihi, mtu yoyote mwenye kutoa dalili, mwenye kujulisha jambo la khairi, kafa'ilihi, basi mtu huyo ni kama yule ambaye aliyafanya. Bimaana leo hii ukitoa muongozo kwamba jamani, jambo hili naona kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, jambo hili ni la khairi zuri, basi kitakachokuja fadhila zitakazopatikana na wewe utapata fadhila kama vile ambavyo ulivyofanya. Lakini hadithi mbele ikaendelea, na Mwenyezi Mungu anawapenda kuwaokoa, kuwanusuru watu ambao wenye changamoto, watu ambao wenye matatizo, watu ambao pengine wana ufahamu mdogo wa uelewa, basi tafuta namna ya kuweza kuwanusuru waweze kuelewa. Ndugu zangu watukufu katika imani, jamii yetu ya leo tuliyokuwa nayo, tunatakiwa kila mmoja kwa nafasi yake aliyokuwa nayo, kila mmoja kwa uwezo wake aliyokuwa nao wa uelewa, basi tuwe ni wenye kuelimisha jamii namna gani bora ya kufanya, namna gani au njia gani bora ya kuweza kufikisha ujumbe, ili mradi kila mmoja aweze kufahamu. Lakini mimi na wewe tukikaa kimya, mimi na wewe tunaufahamu mtambuka wa jambo fulani, tunaufahamu mtambuka wa amani na utulivu, tunaufahamu mzuri kuhusiana na faida za kupatikana kwa amani, na tunaufahamu mzuri kuhusiana na hasara za kutoweka au kupotea kwa amani, basi tunayo haki, tunawajibika kuweza kutoa miongozo kwa kadri vile ambavyo ulivyokuwa wewe ulipofikia. Mathalan, kwamba wewe una uwezo wa kuwafikia watu watatu, ukawaeleza kwamba jambo hili amani Mwenyezi Mungu amelitamka, amelitaka, amelisisitiza. Allah anasema salamun qawlan min rabbir rahim. Jambo hili la amani na utulivu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelisisitiza kupitia hadithi zake mbalimbali. Wafikie watu hao ambao wewe uko umejaliwa kuwafikia, kwanza na familia yako, una maswahiba zako pale katika kijiwe chako, ukaweza kutoa elimu ya namna gani au ubora wa watu kutunza, kuthamini, kujali amani na utulivu. Maana kanuni zinaonyesha kuwa mtu mwenye kuwa na khairi huenda akafika mahala zile khairi alizokuwa nazo akaona kwamba si lolote, si chochote. Na ndo maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kutamka akasema, undhuru ila man huwa asfala minkum wala tandhuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaykum, kuwa watazameni wale ambao waliopo chini yenu katika hali ya neema. Leo hii unaweza unaishi katika nchi yako kwa salama na amani, unajitafutia riziki zako kwa kila siku, unakwenda kazini kwako kwa usalama na unarudi kwa amani. Hakuna mtu yoyote njiani anaweza kukubughudhi, anaweza kukupiga ngumi, anaweza akakuzuia usifike kule. Kwa neema hii ambayo wewe uliokuwa nayo, unaweza pengine ukaidharau, ukaona kwamba si lolote, si chochote, maadamu tu utawaangalia watu wenzako walio advance, waliosonga mbele zaidi kimaendeleo, ukajilinganisha na zile nchi ambazo zenyewe zina miaka 100-200 huko katika harakati za kujijenga, ukajilinganisha nao na ukaona kwamba bado mimi bado nataka nifike pale. Kumbe ukiangalia historia, wenzako walifika pale, walitokea wapi? Hili jamii inatakiwa ielimishe. Kila mmoja miongoni mwetu anatakiwa aweze kuwa mwalimu wa kuweza kuelekeza haya, kwani jamii ikielewa, ndio sasa kila kitu kitakwenda katika ustadi wake, katika uweledi wake. Ndugu zangu watukufu katika imani, salamun qawlan min rabbir rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hii kuwa amani ndio kauli min rabbir rahim, itokanayo kwa Mola mwenye huruma, msamehevu. Kitu amani ndicho ambacho
ndio kauli au ndio tamko anatakiwa aweze kulifahamu, aweze kulizingatia, aweze kulifanyia kazi kila mmoja wetu, kwa sababu qaula min rabbir rahim, neno hili au tamko hili ni kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala mwenye huruma na ni msamehevu. Ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipata kusema katika hadithi yake mashuhuri ya kwamba almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Almuslim man salima almuslimina min lisanihi wa yadihi, kwamba muislamu wa kweli, muislamu madhubuti ni yule ambaye waliosalimika waislamu wenzi wake, waliosalimika watu wengine, min lisanihi, kutokana na ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake.